Kwa nini tumekutana leo? Tumekutana leo kwa sababu kuna jambo kubwa ambalo tumeona ni vizuri Watanzania na jumuiya ya wafanyabiashara pamoja na walipa kodi wote waweze kujua kile ambacho Mamlaka ya Mapato Tanzania kama chombo pekee kilichopewa mamlaka ya kisheria ya kukusanya na kuhasibu kodi ya serikali na kuishauri serikali kwenye masuala ya sera za kikodi, nini imefanya katika kipindi cha robo hii ya pili ya mwaka 2019-2020. Katika kipindi cha robo hii ya pili ya mwezi iliyoanza mwezi wa 10, mwezi wa 11 na mwezi wa 12 tulio nao leo, Mamlaka ya Mapato Tanzania ilikuwa na lengo la kukusanya kodi kiasi cha shilingi trilioni 5.1. Na katika malengo hayo mamlaka imefanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi trilioni 4.972, hii ikiwa ni sawa na ufanisi wa asilimia 97.49. Tukijilinganisha na robo ya pili ya mwaka uliopita, tunaona kwamba mamlaka imeweza kupata ukuaji chanya kwenye makusanyo haya. Takwimu hizi zinaonyesha kwamba tumekuwa na ukuaji wa asilimia 19.78 katika robo ya pili ya mwaka huu kilinganisha na robo iliyopita mwaka 2018-19. Lakini pia hata kiufanisi pia ufanisi umekuwa kutoka asilimia hizo 87.59 kwa mwaka uliopita, kwa robo ya pili iliyopita, hadi hicho kiwango cha ufanisi wa asilimia 97.49. Sisi tunaona kwamba hili ni jambo kubwa na ni jambo la kujivunia, sio tu kwa mamlaka, lakini pia ni jambo la kujivunia miongoni mwa walipa kodi wenyewe, maana wao ndio wenye kodi. Lakini kwa upande wa uchambuzi wa kila mwezi, taarifa zetu zinaonyesha kwamba katika kipindi cha mwezi Oktoba, mamlaka iliweza kukusanya kiasi cha shilingi trilioni 1.484, ikiwa ni sawa na ufanisi wa asilimia 93.98. Na katika kipindi cha mwezi Novemba tulikusanya kiasi cha shilingi trilioni 1.501, ikiwa ni sawa na ukuaji au ufanisi wa asilimia 97.59. Aidha, ukilinganisha na miezi kama hiyo kwa mwaka uliopita, tunaona wazi kabisa kwamba makusanyo haya yamekuwa na ukuaji wa takribani asilimia 14.4 na asilimia 23.31 ukilinganisha na makusanyo ya mwaka 2018 mwezi Oktoba na mwezi Novemba mtawalia. Lakini si hivyo tu, tulirudi nyuma kuona miaka iliyopita, takribani miaka 5 iliyopita, hali ya makusanyo ilikuwaje. Katika kipindi cha mwezi Oktoba kwa mfano, mwaka 2014 mamlaka ilifikia ufanisi wa asilimia 99. Ni ufanisi mkubwa kabisa, lakini kiasi cha kodi ambacho kilikusanywa kipindi hicho ilikuwa ni shilingi bilioni 894 tu nukta moja. Ili hali leo unazungumzia kukusanya trillions hizo ambazo nimekuja kuzitamka. Mwaka 2014 mwezi Oktoba tulichokusanya kipindi hicho ilikuwa ni shilingi bilioni 818.94, ikiwa ni sawa na ufanisi wa asilimia 92 ya malengo ambayo yalikuwepo. Hasa kutoka mabilioni hayo kwenda kwenye matrilioni, nikiashiria wazi kabisa kwamba sasa hapa Watanzania wameanza kuelewa nini ambacho mamlaka inafanya, lakini wao wenyewe wameanza kujielewa kuhusu wajibu wao wa kisheria wa kurudisha kodi halali ya serikali. Kwa upande wa mwezi Disemba ambao ndio tumehitimisha usiku uliopita, mwezi Disemba ambao umeisha usiku uliopita, tumekusanya kiasi cha shilingi trilioni 1.987 sawa na ufanisi wa asilimia 100.2 kutoka kwenye lengo la kukusanya kiasi cha shilingi trilioni 1.983. Kwa maneno mengine ni kwamba kwa mara ya kwanza kabisa kwa kipindi kirefu kwenye mwezi wa aina hii mamlaka imeweza kuvunja rekodi ya kufikia ufanisi wa asilimia 100 na kuzidi kidogo. Huu ukuaji huu unaashiria kitu gani? Moja, kabla sijaenda kwenye viashiria, labda nieleze miaka iliyopita. Mathalan mwezi wa Disemba mwaka 2014 ambao ndio tumetumia kama base kwa miaka 5 iliyopita,
tuliweza kukusanya kiasi cha shilingi trilioni 1.066, wakati leo tunazungumzia hiyo trilioni 1.987. Mwaka 2015 tukapanda kidogo, tukapata kiasi cha shilingi trilioni 1.388, na tukaendelea kupanda tukafika kiasi cha shilingi trilioni 1.394, trilioni 1.394 kwa mwaka 2016. 2017 na 18 tulisogea tukaenda kiasi cha shilingi trilioni 1.6, kwa wastani kama haikubadilika sana. Sasa ina maana kwamba kipindi hiki ukilinganisha kipindi cha mwaka wa jana na hata vipindi vilivyotangulia tumekuwa na ukuaji chanya. Mathalan, kwa mfano wa mwaka wa jana, mwaka huu tumekuwa na ukuaji wa asilimia 22.05, yani ikiwa ni sawa na ongezeko la kiasi cha shilingi bilioni 359 katika kipindi hiki cha mwezi mmoja wa mwezi Disemba 2019. Sasa tafsiri ya haya makusanyo ni nini? Ni nini hasa ambacho, kuna ujumbe upi ndani yake? Of course, kulingana na tafsiri za haraka ambazo tumezipata, najua ujumbe uko mwingi, kuna mambo mengi hapo, lakini kwa haraka sisi tunaona kwamba makusanyo haya, moja ni kwamba yanaashiria na yanaleta uwazi, yanaleta ushahidi wa wazi kwamba mamlaka ya mapato imekuja na ufanisi wa kihistoria kwa kukusanya mapato makubwa kupita makusanyo yoyote ambayo yaliwahi kukusanywa katika kipindi cha mwezi Disemba tangu mamlaka hii kuanzishwa kwake mwaka 1996, na hata kipindi ilipokuwa idara ya mapato chini ya Wizara ya Fedha. Ni jambo la kujivunia. Pili, ufanisi wa asilimia 100.20 nao pia ni jambo kubwa, kwa sababu hatujawahi kufikia kiasi hicho cha asilimia 100.2, hususan baada hata ya kuliongeza lile lengo. Maana lengo hili tuliokuwa nalo ni kubwa kuliko malengo yetu tuliokuwa nayo. Tatu, tunabaini kwamba mwezi Disemba, kama ambavyo iko miezi mingine ya Septemba, hailinganishiki kisayansi na kitaaluma, kwa sababu biashara za mwezi wa 9, biashara za mwezi wa 8 sio lazima zifanane na biashara za mwezi wa 10 au mwezi wa 12. Hata hivyo, kwa kutumia kigezo kimoja tu kwamba mwezi Septemba mwaka huu ambapo tulivunja rekodi ya kihistoria, na mwezi Disemba uliopita sasa juzi nao tumevunja historia, ni miezi linganifu, kwa sababu yote miezi hii ilikuwa ni miezi ya due date. Ilikuwa due date kwenye kodi zile za msingi tunaita normal flow, ambazo ilikuwa lazima mlipa kodi aweze kuzirejesha. Kwa msingi wa huu linganifu wa due date ni kwamba mamlaka ya mapato kwa mara nyingine tena katika kipindi cha muda wa miezi mitatu imeweza kuvunja rekodi yake ambayo iliiweka yenyewe mwezi huu wa Septemba mwaka huu. Utakumbuka kwamba mwezi Septemba tuliweza kukusanya kiasi cha shilingi trilioni 1.767, ikiwa ni sawa na ufanisi wa asilimia 97.2 kutoka kwenye lengo la kukusanya kiasi cha shilingi trilioni 1.17. 4. Makusanyo haya ya kiasi cha shilingi trilioni 1.979 kwa mwezi Disemba 2019 ni mwendelezo wa yale ambayo tuliyaona toka tulipoanza kazi mwaka wa fedha huu mpya, kwamba walipa kodi kwa katika ujumla wao wa Tanzania walio wengi wameendelea kuelewa na wameendelea kupokea, wameendelea kuwa tayari kuitikia wito wa serikali ya awamu ya 5 chini ya kiongozi wetu, rafiki yetu mpendwa, Dr. John Pombe Magufuli, wa kuhimiza wananchi, kuhimiza walipa kodi na Watanzania kwa ujumla kuweza kutengeneza mapato makubwa ya ndani kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Na kuwa walipa kodi wengi, tunaamini kabisa sasa kwa ushahidi huu, wameitikia kulipa kodi kwa hiari. Kulipa kodi kwa hiari kwa sababu ndivyo ambavyo sheria zetu zinavyotuelekeza. Na kwa msingi huo naomba nitoe rai yangu kwamba kwa sababu watu wengi wameitikia, walipa kodi wengi wameitikia kulipa kodi, asithubutu mtu hata mmoja asithubutu kujaribu kukwepa kodi. Asithubutu kufanya hivyo, kwa sababu ni busara unapoona kundi kubwa la washindi namna hii, unapoona kundi kubwa la watu wamechagua kwa upande ulio sahihi, wewe peke yako usichague kwa kisiwani. Utekelezaji wa sheria za kodi kwa jinsi ulivyo na ambao ndo msingi wetu sisi, tukibaini kwamba unakwepa kulipa kodi, sheria itachukua mkondo wake kama ilivyo bila hata kuyumba.
Kwa hiyo kujaribu kuvunja sheria za kodi, unatafuta kuto kuishi kwenye nuru, unatafuta giza itakumeza. Kwa hiyo naomba Watanzania wote na walipa kodi mnaosikiliza, narudia, tuzingatie kutekeleza sheria za kodi kama zilivyo. Pia mamlaka imeendelea kuziba mianya ya ukwepaji kodi na hasa kwa kufanya engagement ya kutosha. Tunawashirikisha walipa kodi, tunaamini tunawashirikisha vya kiasi cha kutosha kabisa, na hata wale ambao wanahitaji majadiliano zaidi, lakini majadiliano yanayoelekea kulipa kodi, sio yanayoelekea kukwepa kodi, milango yetu imekuwa wazi muda wote. Tunaamini njia hii ya engagement ya kutosha na walipa kodi wetu imekuwa ni kichocheo kikubwa cha ufanisi huu ambao tumeendelea kuupata. Na mengine ambayo tumeyatenda, tunafikiri kwamba yamechangia kwa kiasi kikubwa makusanyo haya, ni pamoja na kutoa elimu kwa walipa kodi. Wengi mlishuhudia katika kipindi cha hii robo ya pili, idara yangu inayoshughulikia na masuala ya elimu na huduma kwa mlipa kodi walisambaa kila mahala. Wameenda kila mahala, wametembea, wamekaa nao, waliohitaji kufanya coaching kwa vitendo wamefanya coaching kwao. Kwa elimu hii tunaamini imechangia kiasi kikubwa wale waliofikiwa kuweza kujitoa kikamilifu kuweza kurejesha kodi ya serikali. Mikakati mingine ambayo tumeitekeleza ni pamoja na kusimamia zile utekelezaji wa kutoa risiti za kielektroniki, yani EFD receipts. Hapa tunafahamu tuna cooperation kanaendelea kila mahala hapa nchini, hususan kwenye maeneo makubwa ambako mizigo mingi inatokea. Huko tumehakikisha kwamba watu wanakwenda na mizigo ambayo inatambulika kisheria. Ukipatikana na mzigo wa kibiashara, ukipatikana na bidhaa ambazo hazieleweki nyaraka zake za umiliki ni zipi, kwanza kabisa ni uvunjifu wa sheria, si tu ya kutoa risiti, lakini pia endapo itaonekana mizigo hiyo imeagizwa toka nje, utakuwa umevunja sheria za ushuru wa forodha za Afrika Mashariki, kwamba una bidhaa ambayo haieleweki imetoka wapi, haitakuwa na mwenyewe. Sasa utekelezaji wa usimamizi wa utoaji wa risiti kwa kiasi kikubwa umechangia performance hii ambayo tumeiona katika mwezi huu. Kupitia teknolojia mbalimbali ambazo tumeendelea kuzifanya, na tumeendelea kwa kutumia wataalamu wetu wa ndani, wala hatujanunua wataalamu kutoka nje. Wataalamu wetu wa ndani kabisa tumewapa changamoto hiyo na wameitika kufanya kazi. Naibu Kamishna Mkuu asubuhi saa 2 alienda chuo cha kodi kukutana na timu inayotengeneza mfumo unganishi wa kukusanya na kuhasibu mapato ya serikali almaarufu kama IDRAS. Pamoja na maboresho yake, wapo huko, hawakujali kwamba leo ni sikukuu. Lakini si hivyo tu, kuna timu nyingine iko hapo chini inafanya kitu kinaitwa e-filing. E-filing ni mfumo wa kielektroniki pia ambao utatusaidia kuweza kuwafikia watu wengi kwenye makusanyo ya kodi. Kwa hiyo utumiaji wa teknolojia kama ambavyo ndivyo historia ya maendeleo ya dunia, TRA haturudi nyuma. Na mimi ukiniuliza binafsi unataka TRA ipi miaka 5 ijayo, nakwambia nataka TRA ambayo imejengwa kwenye msingi wa teknolojia. Na kwa mantiki hiyo, kwa sababu ya wote kukubaliana kuendelea na teknolojia, tumeendelea kuijenga TRA kama familia moja. Yaani nimeita mimi ni one TRA, one big family, a TRA big family. Na mimi binafsi kama msimamizi mkuu wa chombo hiki kwa niaba ya Tanzania, nikiri wazi kabisa kwamba ninajivunia kuwa sehemu ya familia hii. Najivunia hususan kwa sababu tunaona sasa tunafanya kitu ambacho Watanzania wangetarajia mamlaka iweze kufanya. Kwa namna kipekee kabisa niweze kuwashukuru walipa kodi wote. Walipa kodi wote, wale ambao waliitika wito na kuweza kuilipa kodi ya serikali kwa wakati, na ni wao kimsingi waliopelekea makusanyo hayo ya kihistoria kupatikana katika kipindi cha mwezi Desemba 2019. Sisi ni wakusanyaji tu, sisi ni washauri tu, sisi ni watendaji tu, lakini tunathamini kabisa mchango mkubwa wa sekta binafsi, mchango mkubwa wa wafanyabiashara, wenye viwanda, wenye mashamba, wenye waliopo kwenye ajira, kwenye sekta zote za kiuchumi. Wamekuwa mstari wa mbele na tunawapongeza sana, na tunaomba mjivunie kwamba kodi hii ni kwa sababu ninyi mmechangia. Pia tunaishukuru serikali katika ujumla wake. Serikali ya awamu ya 5 imekuwa ni serikali ambayo inaishi maneno yake, ikisisitiza kuenenda kwa sheria. Tumepata fursa ya pekee kutekeleza sheria kama serikali inavyotuelekeza. Lakini pia tunashukuru Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu sheria hizi ambazo tumezitekeleza zote ni sheria ambazo zimepitishwa na Bunge. Isingelikuwa ni sheria hizo zilizotungwa, mimi nisingeweza kukusanya kodi. Na ni kwa msingi huo napenda kuchukua nafasi hii kulishukuru sana Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sheria ambazo imekuwa zikitoa pamoja na mapendekezo na ushauri kadhaa ambao kupitia hayo mamlaka ya mapato imeendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
Lakini pia bodi ya wakurugenzi ya Mamlaka ya Mapato Tanzania chini ya mwenyekiti wake Dr. Misango, taasisi za maendeleo zipo nyingi, taasisi za sekta binafsi nazo pia zimeendelea kutoa ushirikiano kwa karibu kabisa katika kufanikisha kazi ambazo TRA inazifanya kwa mujibu wa sheria. Lakini vile vile nitumie fursa hii adhimu kutoa pongezi za pekee kutoka kwangu mwenyewe binafsi kwa watumishi wenzangu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania. Huu ndio utumishi ambao niliutaka tangu miaka yote. Na nafahamu bado sijafikia kule ambako mimi kwa mtazamo wangu niuliza ningekwambia nataka TRA iwe. Lakini haya yote yamefanikiwa hata hapa tulipo ni kwa sababu ya watumishi. Watumishi nawashukuru sana, na ninaona kabisa tumeendelea kuelewana kwamba endapo watumishi tupo, sisi ndio watumishi tulioaminiwa na wenzetu, sehemu ya wenzetu wa Tanzania wengi kufanya kazi hii. Sharti ni lazima hazina ya serikali istindike hata siku moja. Yaani mara zote hazina ya serikali lazima iwe na chakula cha kutosha kwa ajili ya usalama wa taifa, kwa ajili ya maendeleo ya nchi na pia na maendeleo ya Tanzania kwa ujumla wake. Tumeendelea kuchapa kazi bila kuchoka. Tumeendelea kuchapa kazi kwa weledi, lakini pia nikiri kwamba kwa nafsi yangu kama mtendaji mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania na kamishna mkuu, ninawashukuru tena. Ninawashukuru sana watumishi na ninajivunia kuwa sehemu ya TRA Big Family. Tuchape kazi kana kwamba baada ya kazi unakufa. Maana hata hivyo imeandikwa ni busara kufia kazini kuliko kufia kwingineko. Na kwa msingi huo ni lazima sote baada ya kuzungumza kwa wafanyakazi walipa kodi tujitathmini kwamba kwa nini hatujafika 100%. Maana hii ni kazi jumuishi, si kazi ya mamlaka peke yake, ni kazi ya sisi wote na vyombo vingine vyote ambavyo vinahusika. Kwa hiyo tunaona kabisa bado pamoja na mafanikio haya tuna kazi kubwa iliyoko mbele yetu, lazima tuifanye. Vile vile tunaendelea kuwasisitiza walipa kodi na wananchi wote ambao kwa namna moja au nyingine wana changamoto za kikodi. Sasa wasikae na changamoto zao. Wasikae wamejificha huko wanakojificha. Badala yake kwa hiari yao kabisa wajitokeze mbele ya mamlaka kwenye ofisi zetu kokote kule ziliko hapa nchini ili tuweze kujadiliana nao. Kama nilivyosema, nguzo yetu kubwa ni engagement na walipa kodi. Tuweze kujadiliana nao na kupata ufumbuzi shirikishi, ufumbuzi wa pamoja ili kodi halali ya serikali iweze kulipwa na wao waendelee kufanya kazi zao kwa amani. TRA, pamoja tunajenga